wazazi wao ni Mayahudi, au kumgeuza huyu mtoto kutoka kwenye alfitra, kutoka kwenye dini ya Uislamu kuja kwenye unaswara, au kumtoa huyu mtoto kutoka kwenye dini ya Uislamu kuja kwenye kwenye dini ya kuabudu moto. Kwa hiyo sasa akishakuwa ni mukallaf, akishabaleka pale, kuanzia pale ule ule msingi aliowekewa akiwa bado mtoto mdogo na wazazi wake, ndicho kinachotokea. Anakuwa ni Myahudi, anakuwa ni Mnaswara, anakuwa ni Mmajusi. Lakini katokea nini? Kutokea kwenye al-fitra. Tuko moja. Sasa somo letu la leo na mafunzo tunayochukua katika aya hizi mbili, sawa? Aya hizi mbili leo zimeturudisha kwamba hufika wakati mtu akarudi katika asili yake. Ndio kaambiwa asili ukiikataa yenyewe itakufuata. Kule kumkufuru Mwenyezi Mungu ni kukataa asili. Asili ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni kuikataa asili. Asili ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kule kuleta inad ni kuikataa asili. Asili ni as-sam'u wa ta'a, kusikia unachoambiwa na kutii unachoagizwa, madamu ni kumtii Muumba, madamu ni kumtii Muumba. Kwa hiyo asili ukiikataa yenyewe itakufuata. Kwa hiyo kilichotokea katika aya hizi ambazo tunaishi nazo siku hii ya leo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja kumwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwafahamisha hawa kwamba watakapokuwa katika 18 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao wakakata tamaa, njia zote zimefeli, asili sasa itashika nafasi yake. Nirudie tena, qul, sema ewe Mtume Muhammad, araaitakum, mwaonaje? Waambie makafiri, waambie mushrikuna, mwaonaje? In atatkum adhabu Allah, ikikujieni adhabu ya Mwenyezi Mungu, au atatkum as-saatu, au kikakufikieni kiyama, aghaira Allahi tad'un, je, mtamwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu? In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Maana yake nini? Kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi si wa kweli, kwa sababu ukweli utakuja kudhihiri, sawa, kwamba anayestahili kuabudiwa Mwenyezi Mungu, anayestahili kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hana mshirika katika ibada yake na katika ufalme wake, sawa. Aya hiyo tuipatie maana baada ya tafsiri ya neno kwa neno. Maana, ewe nabii, waambie hawa makafiri, ikikuijieni adhabu
kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, au kikikuijieni kiyama kwa vitisho vyake, mtamwelekea yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Mtamnyenyekea yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Sawa sawa. Hapo mnatafuta nini? Mnatafuta msaada. Mnamtafuta yule atakaye kufaeni, kwa sababu kinachotokeza sasa, yale masanamu hayawezi kuwasaidia kwa lolote, hayawezi kuwafaa kwa lolote. Na hapa ndipo ambapo wataonekana kwamba ni warongo. Ndio maana tunasema aya itakuja kwa kinyume, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kinyume chake maana nyinyi si wa kweli katika huko kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kama nyinyi mnasema kweli katika kumwabudu kwenu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, wakati huo hayo masanamu ndio mtakayoyaomba? Sawa sawa. Tayeb, majibu hayatoki kwa mushrikuna, hayatoki kwa makafiri. Majibu yanatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal iyyahu tad'u, bali yeye peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mtakaye muomba. Fayakshifu ma tad'una ilayhi, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondoleni mnachomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, insha, akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha ndio asili ya kusema insha Allah. Insha Allah, sawa sawa. Na hufai wewe kupanga kusema hayo tunayosema, usiweke insha Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah. Usiseme kwa taukidi, akatazwa Muislamu. Sawa. Kusemea kitu kwamba mimi nitafanya hilo kesho, lazima uweke insha Allah. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan. Sawa. Lazima uwe unasema insha Allah. Na mara nyingi huwa tunakumbushana, mtu anasema hamna neno bwana, ili liko ndani ya uwezo wangu, mwambie sema insha Allah. Uwezo na uwezo kutoka ni mpaka atake Mwenyezi Mungu, huo uwezo mpaka kupimie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa. Kwa hiyo fayakshifu ma tad'una ilayhi, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondoleeni yale mnaomuomba Mwenyezi Mungu awaondolee, insha pindi akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati huo watansauna ma tushrikun, na mtasahau manake mtawasahau hao ambao mliokuwa kimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtasahau hao mnaowafanya washirika wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani maana yake, bali nyinyi mtamwelekea yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba ukweli wa kumuomba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuondoleeni mnachotaka. Mwenyezi Mungu akuondoleeni pindi akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake na mnapokuwa katika hali hii ya shida basi mnawasahau hao mnaowafanya
ni washirika wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa baada ya kuipata hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa sasa tupate dalili sawa ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dalili ipi? Kwamba ma min mauludin yuladu illa ala alfitra, illa ala alfitra au ala almilla. Quran, Suratul Rum aya ya 30. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqim wajhaka lid-din, fa aqim wajhaka lid-din fitrat Allah allati fatara Allah allati fatara an-nasa عليها لا تبديل لخلق الله. آية 30 مليون امبونيون. فأقيم وجهك للدين حنيفا. نعم، فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hii ndo dalili katika Qur'an kwamba yoyote anayezaliwa huzaliwa juu ya mfumo wa maisha anayoyaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mfumo huo ni al-Islam. Isipokuwa mabadiliko yanakuja sawa kutokana na mazingira ya wale waangalizi ambao ni wazazi, wafahamu, walezi. Lakini pamoja na hayo, mwisho wa siku lazima asili ishike nafasi yake sawa sawa. Fa aqim wajhaka lid-din hanifan, basi uelekeze uso wako sawa sawa, uelekeze kwenye dini. Dini ambayo hakuna kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Dini ni mfumo wa maisha. Dini ni sasa Uislamu katika huo mfumo wa maisha. Uislamu ndio mfumo mzuri wa maisha, kwa sababu ni mfumo anaoridhia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawm, leo hii, akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu, yani nimekukamilishieni mfumo wa maisha yenu. Sawa? Uislamu, sawa? Uislamu umekamilisha, naelewa, umetimiza mfumo wa maisha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Mbele ya Mungu dini ni nini? Uislamu. Sawa? Kwa hiyo ndani ya Uislamu kuna kila anachokihitajia mtu.
katika maisha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, na kwa ajili hiyo atmamtu alaykum ni'mati, na nimewakamilishieni juu yenu neema zangu. Wa raditu lakumul islama dina, na nimekuridhieni Uislamu, nimekuridhieni kwamba Uislamu ndio dini. Kwa hiyo Uislamu ndio mfumo wa maisha, sawa, alioridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, yani hiyo dini ya Uislamu ndilo umbile, sawa, la Mwenyezi Mungu. Fitrat Allahi, wazi, ndilo umbile la Mwenyezi Mungu. Fatara nasa alaiha, alilo waumbia watu. La tabdila li khalqi llah, hapana mabadiliko, manake hakuna atakayebadilisha katika uumbaji. La tabdila li khalqi llah, hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa hapana mabadiliko, ndio maana hawa mwisho wa siku, sawa, ilikuja imani kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye wa kuombwa, Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo muweza wa kila kitu. Kwa hiyo kilichozungumza hivyo ni nini? Fitrat Allah, sawa, umbile la Mwenyezi Mungu, allati fatara an-nasa alaiha, ambalo aliloombia watu. La tabdila li khalqi llah, hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Dhalika ad-dinul qayyim, dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini iliyonyooka, hiyo ndio dini iliyonyooka, sawa. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini iliyonyooka, sawa. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Watu wengi maskini ya Mungu hawajui. Hapa katika uwanja wa da'wa, mbele yetu kuna kazi, mbele yetu kuna kazi. Hawaamini ila na ile hali wao ni washirikina. Ni pale watu wanaposema dini haivunji mila, huyo mtu kaa naye vizuri. Ndio maana nimechukua muda mrefu kupaelezea hapa mahala. Dini haivunji mila. Atafunga, ataswali, anaweza kwenda pia hija, toa zaka, avaa kanzu na mambo mengine mengi tu. Alafu humtoi katika hili anakuambia dini haivunji mila. Dini haivunji, yani tutaswali lakini mambo mengine yataendelea. Tutakwenda kuhiji na mambo mengine yataendelea. Dini haivunji mila.
Madhamu. Hebu jamani tujaribuni na huku pia. Dini haivunji mila. Dini haivunji mila. Kuna kuchinjwa ng'ombe au mbuzi au kondoo. Jambo zuri sana kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumchinja mnyama. Akachinjwa na likatajwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akachinjwa kwa ajili ya Allah. Jambo zuri sana. Katolewa sadaka. Umejifundisha Uislamu, umejifundisha dini, umejua hukumu mbalimbali za Uislamu, umejua sharia, sawa. Kwa hiyo unarudi kule unaambia wewe mtoto mdogo, na unajua kabisa umetoka kusoma, nakwambia afu wao dini haivunji mila. Na pengine haya mambo nataka kufanyia wewe mwenyewe. Sasa wewe uliotoka madrasa huko, njoo tukufanyie 1 2 3. Sasa wewe umekuja kusoma, unasoma tauhidi, unasubiriwa huko. Wenyewe kwamba wanakuhurumia wakufanyie matambiko. Nini? Dini haivunji mila. Mila ya sawa sawa ni mila ya baba yetu Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam. Hii ni mila ya Nabii Ibrahim. Mila ya Nabii Ibrahim ni Uislamu. Kwa hiyo mila ya Uislamu, sawa, ndio hiyo dini yenyewe. Dini ya Uislamu, sawa, ndio mila. Kwa hiyo mtu akikwambia dini haivunji mila kwa maana ya Uislamu kitu kingine na mila kitu kingine, hapana. Mila ni moja. Mila sahihi ni ipi? Al-Islam. Sawa. Kwa hiyo tuna kazi katika uwanja wa da'wa. Tuna kazi. Nabii Allah Ibrahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteua duniani na akhira, na yeye ni salihin, ni katika wema. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia, waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wal akhirah wa innahu la min as-salihin. Waman yarghab an millati Ibrahim, nani atakaye kataa mila ya Nabii Ibrahim, yani wewe Uislamu, ni nani atakaye kataa? Man safiha nafsahu, ni yule ambaye aliyetia nafsi yake kwenye upumbavu, kwa sababu huyu sisi tumemchagua. Walaqad istafainahu fi dunya wal akhirah, hakika tumemteua duniani na akhira huyu Nabii Ibrahim, na yeye ni katika watu wema. Kwa hiyo mila yetu sisi ni mila ya Nabii Ibrahim. Mila ya Nabii Ibrahim ni mila ya dini Uislamu. Waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Nani atakaye kataa, manake kuchukia, na hiyo raghiba ina taaddi, sawa.
kwenye fiili mbili, moja ni kupenda, moja ni kuchukia. Tanabahu, sawa. Raghiba fi ni kupenda, raghiba an ni kuchukia. Fi ni kupenda, an ni kuchukia, lakini raghiba ni ile ile. Unaelewa? Kwa hiyo hapa waman yarghaba an ni nani? Atakayechukia, atakayekataa mila ya Nabii Ibrahim, kama yuko illa, isipokuwa yule mtu ambaye safiha nafsahu, ameitia upumbavu nafsi yake. Ndio kusema dini haivunji mila. Ukiacha mila ya Nabii Ibrahim, umeitia nafsi yako kwenye upumbavu. Sasa mmeona namna an ilivyoleta maana ya kuchukia au kukataa. Sasa tulete nini fi, sawa, ilete maana ya kupenda. Huo ni hata katika kuhimizwa kuoa, an-nikahu sunnati, an-nikahu faman raghiba an sunnati, atakayechukia an. Lakini ukiitumia kwenye fi ni kupenda, arghabu fi kadha, napenda jambo kadha. Mwenyezi Mungu atufahamishe, Mwenyezi Mungu atuzidishie ilmu, atupe ilmu zenye manufaa. Na hapa kwa siku ya leo ndio mahala ambapo tutakapokoma katika darasa letu. Tunapokoma kwenye darasa hili, wapo wenzetu, ndugu zetu, wametuhusia tuombe Mungu katika sana wakati kama huu insha Allah taala, na wameshatia nia zao. Basi na sisi insha Allah taala tuna haja mbalimbali, tuna matatizo mbalimbali, na sisi ni katika ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kwa hiyo tuna matalaba mbalimbali, nataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo na sisi tutieni nia insha Allah taala, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu, tutimizie makusudi yetu, atuondolee matatizo, atuondolee shida. Mwenyezi Mungu atupe matalaba yetu insha Allah taala. Na hapa hizi tusitishe kwanza, kisha tuanze taratibu wa dua ujitegemee wenyewe.